Biblia inasema siku za mwisho wanawake 7 watamfuata mwanaume huyu mmoja. Alafu watamwambia tutakula kwa pesa yetu, tutakaa kwa hela yetu, tutajihudumia kila kitu, lakini tunaomba tu tuitwe kwa jina lako. Mashangazi hayo jamani. Umeona hiyo ilivyokaa Sikia mnapiga sana pesa waimbaji wa nyimbo za Injili, afu kimya. Kwa hiyo hizi social medias ndio vitu vinavyoharibu watu. Lakini hizi social medias ndio vitu vinavyotengeneza watu pia. Bongo hapa ukitafuta muziki wenye identity kubwa ni muziki wa Kigogo. Paul Clement anaonekana ni mshikaji wako wa karibu sana. Mimi kwangu huwa napenda kumuita senior. Jamani wa aina gani yule? Joel Lwaga. Yeah, Yo ni mwimbaji ambaye yuko competent content. Mimi nakumbuka wakati najiandaa na harusi nimeenda kwa fundi, ananishonea suti, akaniambia dogo, unaona unajitia kwenye kitanzi. Si asili yake Dodoma. Mimi ni Mgogo pure ya zamani sana hapa Dodoma, tulikuwa na kundi linaitwa God's Crew. Nikanambia kwanza nimezaliwa huu mwaka naweka kwenye historia. Yaani mwaka ambao vitu vimeenda wima. Yaani mwaka huu nilikuwa na lengo la kuoa. Huu mwaka. Ladies and gentlemen, we are end of this year 2025, tunaenda kuikamilisha na hii unayoiona ni studio yetu mpya ya MSN Tanzania na imempendeza Mwenyezi Mungu. Leo tuwe na wanaitwaga Ministers. Brother, karibu sana. Asante sana bro. Nadhani ni wakati mzuri sana kwa sababu unajua tunafunga mwaka, lakini sisi kama MSN hii ni studio yetu mpya. Sahihi, ongeleni sana. Sijui imekuaje Mwenyezi Mungu akatupa wewe leo. Okay. Kwa sababu nadhani ni muimbaji wa gospel kwa mara ya kwanza kutembelea studio za MSN, lakini kwenye kipindi cha The Convo. Hebu tujalie wafuatiliaji wanaokufuatilia, wanaokufahamu, wasiokufahamu wakufahamu kama nani? Mimi nafahamika na ndo jina langu actually, naitwa Ushindi Leonard. Ushindi Leonard. Ni nani bana Ushindi? Ushindi ni mtumishi wa Mungu kwa lugha nyepesi na kubwa. Ushindi Leonard ni mtumishi wa Mungu kwenye eneo la muziki. Kwa hiyo mimi namtumikia Mungu kwa njia ya muziki, kwa kuimba nyimbo za gospel zinazomhusu Yesu Kristo. Ndio. Mwana Kondoo. Ndio. Nataka tuanzie mtaani pale. Sawa. Nadhani ndo nyimbo yako ya ni Current umeitoa kama miezi 2 iliyopita. Mapokeo, namna unavyoiona kazi yako, tathmini yako mpaka leo ikoje? Namshukuru Mungu, kwanza kazi imefanyika vizuri ukitofautisha na kazi zilizopita, lakini pia mapokeo yake kwenye jamii ni mazuri, kwa maana ya kwamba watu unajua sisi tunaofanya gospel ukitoa hii kazi alafu ukasikia taarifa kuna mtu imemhudumia kwa namna fulani, hayo hasa ndo matokeo yake. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Ukipita kwenye mitandao yako ya kijamii wa Instagram especially ambao unajulikana kama Ushindi Leonard, ukakuta mtu ka comment akasema sauti imenibariki. Wewe kama ambaye umeifanya hiyo kazi huwa unaichukuliaje? Hiyo mimi kwa kweli kwanza inanipa kumtukuza Mungu kwamba kile alichonipa kuna mtu kinampendeza, kwa sababu kiuhalisia mimi kwanza najua sijaitwa kwa ajili ya kila mtu. Falela. Najua kuna watu wanaonisikiliza na hawaenjoy, lakini kuna mtu mwingine anasikia na anaguswa, anabarikiwa. Kwa hiyo mimi inanipa kumshukuru Mungu, lakini pia inakuwa ni catalyst ya mimi kupush zaidi. Waimbaji wa Injili, watumishi katika kada mbalimbali upande wa uinjilishaji kwa maana wachungaji na kadhalika, huwa ni nadra sana kumkuta mtu anakuambia mimi ni mchungaji au ni muimbaji from nowhere. Mara nyingi kuna kitu kinaitwa wito. Unaamini kupitia wito? Naamini sana. Na wewe umeitwa? Na mimi nimeitwa. Tuambie ilikuwaje bana. Hebu tuambie ilikuwaje? Maana wakati napita mtaani nikaambiwa Mvumi si ilikuwa ikuaje, si tulikuwa naenda shule. Hivi ilikuwaje ukajikuta uko kwenye uinjilishaji upande wa nyimbo? Sawa. Sasa wito. Wajua wito ni issue ambayo sio rahisi sana kumuelezea mtu kwa lugha akakuelewa. Ila
Unaweza kumwelezea tu mtu scenarios ambazo umewahi kutana nazo akapata tu ile picture kwamba kuna uwezekano, kuna nguvu ya ziada imenifanya niwe kwenye hichi kitu. Yeah. So Mungu tu alinisaidia sababu mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo. Kwa maana ya kwamba wazazi wangu walikuwa wameokoka nikiwa bado mdogo, na nimekuwa kwenye maisha kama hayo nikiwa bado mdogo. Nimeanza kumhofu Mungu na kuikataa dhambi nikiwa bado chali sana, yani sana. Na kwenye huo mfumo ilifika tu point nimekuwa kwenye maisha ya muziki. Nimeanza kujifunza vinanda nikiwa kama darasa la 4 hivi. Alikuwa mdogo. Nilikuwa mdogo, nimejifunza vinanda. Baadaye nilipozidi kukua nikaanza kuona na develop zaidi kwenye kuimba kuliko kupiga muziki. Yeah. So ilikuwa inanitokea nikiona watu wanaabudu nini, si wakosoi, lakini moyoni najisikia ningekuwa na mimi pale. Ningefanya hivi na hivi na hivi. Kuna kitu ningekiboresha. Ningefanya kwa namna yangu, ningefanya kwenye hivi na hivi. Kwa ile nguvu ikawa inanivuta sana. Yaani moyoni nasikia kutokutulia. So baada ya kuanza kufanya baadaye sasa, baada ya kukua kiroho na kiufahamu kuhusu Mungu, nikaanza kujua namna ya kumsikia Mungu. Na nikaanza kusikia Roho Mtakatifu ananipa maelekezo kadha wa kadha kuhusu hichi kitu ninachokifanya. Nasikia mnapiga sana pesa waimbaji wa nyimbo za Injili, afu kimya. Of course ni nzuri. Pesa ipo. Pesa ipo. Unamaanisha kwamba sasa watu wageukie zaidi huku, kwa sababu nikiangalia nyimbo zako, nikipita kwenye platform yako ya YouTube, sioni zile za kwenda location. Naona za live performance zaidi. Hii ni kwa nini unafanya hivi? Of course, kwanza haya mambo ni mambo ya mapenzi binafsi. Ndio maana kuna watu wanaitwa performing artists, kuna watu wanaitwa recording artists, kwa maana ya kwamba kuna mtu yuko vizuri sana akiwa studio kuliko akiwa live, na kuna mtu anakuwa vizuri sana akiwa live kuliko studio. Kwa cha kwanza hayo ni mapenzi tu. Hapo hatari. Yeah. Hapo ni mapenzi au kipawa? Vyote ni vipawa. Kwa sababu kama unatuma message kwa oya nyie mnaoenda studio nyie. Kwa sababu hata huyo anaenda studio ana kipawa, ndio maana sauti yake ukisikia anaweza kutengeneza content yake fresh, si ndio? Anaweza kumove na rhythm ya muziki na nini. Maana yake ana kipawa, lakini sasa anavutika sana studio. Makeup. Kuna vitu vile mara mixing, kibao pale. Ingawaje hata watu wa live tunafanyiwa kazi zetu zinapita studio bado. Ingawaje initial steps zake zinaanzia stage. Ila kuna watu bado wanaweza kwenda studio na kufanya live. Nadhani tofauti yenu ni kwamba wewe hata yani hauna time ya kukosea na kurekebishwa ukiwa on stage. Of course, yani utakachokifanya ndicho kitakachoondoka, tofauti na studio bana, kata hebu irudie verse. Yeah. Kwa mimi of course naweza kufanya studio, naweza kufanya pia live, kwa sababu kuna nyimbo nishai kufanya studio. Na waimbaji wengi wanaweza kufanya live na studio. Kwa hiyo ni mapenzi. Ndio maana mwanzo nikasema tu ni mapenzi. Unakuta mtu tu mwingine anapenda tu kuingia. Naweza nikamtaja mtu mfano. Ndio. Mfano wa Joel Lwaga. Yeah. Yo ni mwimbaji ambaye yuko competent content. Anaweza kufanya live, anaweza kufanya studio, na yuko proper. Paul Clement studio, anafanya live. Wengi wakina Zoravo, yani ni wengi, ila sasa mapenzi. Yani wewe unapenda huku. Yeah, sasa mimi napenda huku, ingaje na studio napenda na nitafanya soon tu. Yeah, kwenye mipango yangu iko nitafanya. Ni kitu ambacho tayari umeshakiwaza. Yes. Lwaga hapa katikati amelalamika sana kwamba watu ni kama wanataka kumchagulia namna ya kuishi. Ndio. Wanataka kumpeleka ni kama yani jamaa amekuwa mdunia zaidi kuliko mwinjilishaji wa nyimbo za Injili, kutokana labda pengine na lifestyle. Umeshakutana nalo hilo na wewe? Mimi sijai kukutana nalo. Inawezekana ikawa mchungaji wangu anafundisha kitu, anasema different devils. Kuna level mtu akifika na mashambulizi yake yanakuwa ya level hiyo. Lakini pia mimi sijai kukutana nao kwa sababu ya mlengo wangu wa kimaisha na namna ninavyoiendesha huduma yangu. Paul Clement anaonekana ni mshikaji wako wa karibu sana. Jamani wa aina gani yule?
Yule mimi kwangu huwa napenda kumuita senior. Senior, yes. Yeah, mimi kwangu ni senior kwa sababu binafsi kuna vitu naviangalia kwake. Na kuna vitu najifunza kwa sababu ana hatua nyingi sana mbele yao. Na experience yake ni kubwa, ufahamu mkubwa. Kwa hiyo mimi kwangu namuitaga senior. Ni senior wako kikazi. Yeah. Ni kitu poa sana pale ambapo mtu ametambua ukubwa wa mtu, kwa sababu watu wengi ambacho kinafanya pia wasanii wanakuwa hawakui ni kudharau watu ambao wamewatangulia, especially kwenye career. Sahihi sana. Yes, tunasoma na watu wengi sana. Ukipita mita yako ya TUK ambako umesoma O level, washikaji ambao umesoma nao, ukikutana wamezeeka au sasa bahati mbaya ni kwamba of course kuna au wote umejipata. Sijakutana na wote niliosoma nao actually. Wako waliozeeka ambao unasikia tu taarifa. Ila kuna wengine na wakuta ni vijana tu na maisha yanaendelea na wamepata maisha yao kwenye njia zao. Jambo la kumshukuru Mungu. Ushindi Leonard. Ni mwenyeji sana Dodoma. Lakini si asili yake Dodoma. Lina ukweli. Na kama lina ukweli, asili ni wapi na ilikuwaje huko Dodoma? Mimi asili yangu ni Dodoma kabisa. Ni Mgogo pure. Mimi ni Mgogo pure, yani babangu ni Mgogo mwenyewe. Yaani Mgogo mwenye mama na baba Mgogo. No, mamangu mimi sio Mgogo. Mamangu mimi ni Muha, mtu wa Kigoma. Basi jamaa watakuwa wametoa huko. Wanachanganya masidi. Mama ni Muha, baba ni Mgogo. Babangu ni Mgogo. Wanasema mguu mmoja Kigoma, mwingine Dodoma. Yes, kwa hiyo unajua watu wengi walikuwa wanasema hivyo, wanasema jamaa na sauti nzuri sana. Sauti menyoka kama lula. Bwana watu wa Kigoma bwana utaweza. Unajua mimi huwa napenda kusema mimi nimezaliwa kwenye musical tribes, kwa maana ya kwamba unajua kibongo bongo hapo ukitafuta muziki ya identity, wenye identity kubwa ni muziki wa Kigogo. Hilo nimelijua. Mtazamaji wa MSN Tanzania, unasikiliza madini hayo. Achana na muziki yenu hiyo, watu wa Makonde huko Makondeni, si wa Masai, si wa Sukuma, mna nyimbo zenu. Wagogo bana. Yaani muziki wa Kigogo uko very identical. Yaani una upekee wake kutoka kwenye muziki mingine, kwa sababu makabila mengi yanapiga muziki. Ila ni muziki utakuta labda ni chakacha, ni zuku, si ndio? The traditional music. Lakini ule muziki wa Kigogo yani uko identical. Ni wa kipekee. Ni wa kipekee, umekaa tu hapo. Unajua kuna vio vishaanza kufanyia studies na nini, wanakuja wanafanya research huu muziki na nini. Ala zake. Kwa hiyo mimi nasemaga ukienda Kigoma pia wako kimuziki. Kule nako inaonekana ni hatari. Yaani kule ni shughuli. Kule bana ni kama vile wameamua sasa sisi tukiwa wasanii tunakuwa wasanii kweli. Kwa sasa mimi nimeweka miguu hapo, Mungu kanisaidia kuzaliwa katikati ya hizo kabila mbili ambazo zote zina identity haya mambo. Kwa safi sana. Inasemekana mwanzoni kabisa unaanza huduma ya uimbaji. Ulikuwa na kundi inaitwa High Sense na mlitoa nyimbo. Ilikuwaje wale jamaa? Hamko nao na nini na wako wapi, wanafanya nini? Kundi la Essence. Yes. Kundi la Essence liko da. Hilo ni kundi linaongozwa na Pastor Josiah. Ambao mimi nilipata neema ya kuimba nao. Na actually nilikuwa sio ndo naanza muziki. Ila ilikuwa ni kwenye hatua zangu za kupanda hatua tu kutokea kwenye dunia. Yes. Yaani ushatengeneza kitu sasa unatafuta namna ya kwenda. Zamani sana hapa Dodoma tulikuwa tuna kundi linaitwa God's Crew, zamani sana. Hiyo ndio kundi ambalo mimi niwahi kuliongoza. Lakini Essence ni kundi liko Dar es Salaam linaongozwa na Pastor Josiah. Na mimi nilipata tu nafasi ya kumbe hukujiunga. Wala sijawahi. Ulipata tu nafasi ya kufanya nao kazi. Kabisa, na ndio maana haijawahi kurudia tena. Ilikuwa hapo na kwenye majira yao ya Mungu. Nikaimba nao ule wimbo. Basi ikaa Tuko mwisho wa mwaka. Sawa. Ni tunasema msimu wa Krismasi na mwaka mpya. Unadhani malengo ambayo ulikuwa nayo mwaka unaanza umeyatimiza, mwaka unaisha? Kwanza namshukuru Mungu. Jana tu nilikuwa naongea na brother zangu mmoja. Nikamwambia kwanza nimezaliwa huu mwaka nauweka kwenye historia. Yaani mwaka ambao vitu vimeenda wima. Yaani huu mwaka kila Mungu alichonipa kukipanga kimetimia.
ya na wakati mwingine kwa ukubwa zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nimepanga. Kwa malengo niliyoingia nayo huu mwaka, kwamba huu mwaka naingia na malengo haya nataka niyatimize kwenye huu mwaka. Au malengo yote hadi sasa hivi sidaiwi. Yameenda vizuri. Yameenda vizuri kwa mkono wa Mungu. Kitu kikubwa ambacho unaweza ukakikabeba yote malengo ya mwaka huu kwako inaweza kuwa ni tukio gani? Mwaka huu of course nilikuwa natakiwa nifanye recording kwa maana ya ibada. Sisi kwetu kwenye huku kwenye gospel lengo kubwa ni ibada, afu recording inafuata baadaye. Kwa hiyo mwaka huu unaingia na recording sisi tunapewa, hizo ni assignment tunapewa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Maana ukiamua mwenyewe unaweza ukaanguka hapo mbele. Unaweza usifike au inaweza siwe wao kama ambavyo kabisa. Kwa wakati naingia mwaka nilikuwa nimeshapewa hiyo assignment kwamba natakiwa nifanye ibada inaitwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo Mungu ananisaidia kusort budget na nini. Lakini pia mwaka huu nilikuwa na lengo la kuoa. Huu mwaka. Nadhani ulikuwa unazunguka tu, lakini hilo ni kama vile limechelewa. Ndio bwana. Kwa hiyo na hayo majambo yote ukiangalia yanahitaji fund kubwa ya kutosha, pesa nyingi sana na maombi mengi. Kwa hiyo na watu pia. Kwa hiyo namshukuru Mungu alininunulia watu wakanipa fund na mambo yote yametimia. Kwa hiyo mimi huu mwaka nimemalizana na ambacho nilikuwa natakiwa nikifanye kwenye huu mwaka. Mimi nadhani wasanii wana kitu cha kujifunza kwako. Okay. Kwanza ni namna ambavyo umeweka kwenye bio yako pale Instagram bwana, mimi ni yani hauna mambo mengi kwamba sio niko na mtu si nimesha I'm taken. Umeweka kabisa bwana ni husband too. Veronica. Na mlikubaliana nini? Maana naye kwake kula ameandika wife too. Of course unajua ndoto ya mwanamke yote ni kuolewa. Hiyo ndio heshima ya mwanamke yote. Mwanamke ambaye hajaolewa heshima yake hajatimia bado. Ni yote kweli au ni mwenye imani ya kimungu? Yoyote yule. Hata kama hajui hivyo. Ila kiuhalisia mwanamke yote ambaye hajaolewa heshima yake hajatimia, kwa sababu Biblia inasema siku za mwisho ambazo tunazikaribia. Hivyo? Siku za mwisho. Wewe nyuma ya kamera Musa huko nasikia tunazikaribia siku za mwisho. Wewe endelea kulala tu, ndio bwana. Biblia inasema siku za mwisho wanawake 7 watamfuata mwanaume huyu mmoja. Alafu watamwambia tutakula kwa pesa yetu, tutakaa kwa hela yetu, tutajihudumia kila kitu, lakini tunaomba tu tuitwe kwa jina lako. Mashangazi hayo jamani. Umeona hiyo ilivyokaa Kwa hata kama mtu ajui, mwanamke ndo maana akiolewa anabadilisha jina, anatumia jina la mumewe kwa sababu ile ndio heshima ya mwanamke. Ndio heshima ya mwanamke. Na Biblia inatuambia kwamba mwishoni wanawake watakuwa wanaweza kujihudumia. Ila watakuwa wanahitaji hiyo heshima kwa sababu pesa maana yake pesa wanazo, ila heshima pesa haiwapi heshima. Wanahitaji heshima kwenye jina la mwanaume. Kwa hiyo mke wangu mimi nilivomuoa tu, yeye akaiweka hiyo, akapitisha. Lakini mimi pia ni mtumishi wa Mungu, sihitaji kuwa na vitu yani vya giza nini. Sahihi. Kuna namna ambavyo wasanii wengi wamekuwa si watu wa kuamini sana kwenye ndoa. Sawa. Siwezi kusema nyie especially wanaoimba nyimbo za kidunia. Wana wengine una mistari kabisa kwenye nyimbo zao wanasema ukioa ndo tiketi ya kupotea. Okay. Nadhani umeoa mwanzoni mwa mwaka huu. Sahihi. Mambo yamekunyokea sawa sawa ili tumprove long yule anasema kuoa ni tiketi ya kupotea. Sijajua yeye anasema kupotea kwenye eneo gani, lakini of course kuoa kuna baraka kwa sababu sio shetani aliyetoa maelekezo ya kuoa. Naamini dini zote zina hili jambo la kuoa. Na aliyetoa maelekezo ni Mungu, maana kuna baraka ameziweka hapo kwenye kuoa. Lakini tuliambiwa nendeni mkazae. Maana yake ni kwamba hatutaki kuzaa nje kabla hatujaoa. Hiyo iko kwenye dini zote, naamini hivyo. Kwamba kuzaliana kunatakiwa kufanyike watu wakiwa wameoana. Ila ninachohisi watu wengi wanakimbia kuoa kwa sababu wanakimbia commitment. Majukumu. Yani accountability. Yes. Kuambiwa bana hichi kimeisha, kwa mfano msimu wa sikukuu. Una watoto, una mke, tunavaaje, tunakulaje. Kabisa. Mwisho wa mwaka sasa tunamaliza bila hata kwenda vacation. Cheni kuogopa majukumu. Na accountability ile kwamba mtu anasema mimi bwana ninaenda sehemu fulani nitarudi muda fulani. Ninasafiri nitarudi baada ya siku fulani. Hizo accountability.
watu ndo wanazozikimbia. Watu hawataki. Wanataka uhuru wa manyani. Anataka asiulizwe, asifuatiliwe. Kitu ambacho ni kigumu kisha kuona maisha. Yeah. Vijana sasa tunawashauri nini? Kwa sababu umebainisha kwamba ndoa ni kitu ambacho ni cha baraka na dini zote kweli zimetuasa kufanya hivyo. Vijana wanaogopa kuoa kwa sababu ya hizo accountability na responsibilities. Na inawaona hata watu ambao wana kazi official. Kabisa unajua kabisa hii ni ajira ambayo ukimwangalia mtu kijana hashindwi kumudu familia na hawaoi. Unahisi tatizo ni nini? Tatizo la kwanza lazima liwe shetani. Shetani amewaingia. Kwa sababu shetani si anapingana na mambo ya Mungu. Michongo ya Mungu shetani lazima aoga na iwinda hivi. Hataki fanikiwe. Yeah, kwa hiyo cha kwanza itakuwa ni hicho, lakini cha pili ni jamii. Unajua watu wengi sasa hivi kwenye jamii wanajifunza kutokuoa. Tunaaminishana yani. Yani watu wanaaminisha kama ni kitu fulani ambacho washamba ndo wanaoa. Yes, ndio. Na ambao wameoa wanaambia ambao hawajaoa msioe. Kwa sababu ukioa sijui na vile. Mimi nakumbuka wakati najiandaa na harusi nimeenda kwa fundi. Ananishonea suti, nikutana na father fulani ni mtu mzima sana, anatosha kunizaa kabisa. Akaniambia, dogo, unaona unajitia kwenye kitanzi. Akawa anakulisha sumu. Dogo unajitia kwenye kitanzi. Yani dogo umechoka kabisa uhuru. Yani utaki kabisa kurudi muda unaotaka. Yani umeamua ujifunge sasa kwenye keji. Wewe ni mzee, mtu mzima ambaye ana mvi kabisa, tunategemea tupate hekima kwake. Ila naamini anaweza kaa anaongea kutokea kwenye experience yake ya maisha. Kwa hiyo ndo jamii yetu sasa hivi inafundisha vijana hasa wa kiume wasioe, kutokuingia kwenye majukumu ya ndoa. Wakati huo wanawake wanatafuta ndoa sana sasa hivi. Huku kunakuwa na mpishano. Yani wanatafuta, huyu anakimbia. Ndio unaweza kukuta kuna mtu ana maisha, ana pesa, anaweza kujihudumia, ana wanawake zaidi ya mmoja ambao hajaoa na anawahudumia properly. Lakini kumuoa mmoja tu imekuwa ngumu. Inakuwa issue. Tunatokaje hapo sasa? Hapo tunatoka kwa neema za Mwenyezi Mungu. Maana yake nyie ambao mnatuinjilisha, muongeze bidii, lakini wachungaji ambao wanatuhubiria kabisa, lakini watu wote ambao wanaamini kupitia Mwenyezi Mungu waichukue kama nao ni mafundisho yaongezeke. Yani mafundisho ni nguvu. Lakini pia tusitumie experience zetu kumtisha mtu mwenye maisha yake ambao hatujui. Kila mtu anatengeneza experience. Maana hatufanani. Unaamini kwenye mitandao ya kijamii? Kabisa. Nimeona uko vizuri sana. Yule mtu wa graphics ni naye tunaye Dodoma hapa. Huyu ndugu yangu uko Dodoma kabisa hapa. Anatisha yule. Anapambana. Hebu mpe maua yake. Ndugu yangu Jube, mimi nakukubali kaka. Huyu ndugu sasa hivi yeye ndo director wangu wa videos na nini. Kwa sababu yeye ndo amefanya na mimi graphics nyingi, lakini sasa hivi Mungu ametusaidia, anafanya kama hii nyimbo ya Mwana Kondoo. Yeye ndo aliyofanya production ya video. Kwa hiyo Jube, one love brother. Anatisha. Sana. Watu wengi especially watu ambao wako upande huu wa kimungu zaidi, kwa maana ya uinjilishaji na shughuli zote za kimungu, wamekuwa hawaamini sana kwenye mambo ya kidunia, kwa sababu tunazungumzia social networks. Ni almost mambo ya kidunia. Kwa nini wewe unadhani kwamba huku ni sehemu sahihi kwako wewe pia kuweza kutia nguvu? Biblia inasema, niliwahi kujifunza kwa mchungaji mmoja. Biblia inasema kwenye Marko kama sikosei, mistari ya mwisho pale kwenye sura ya mwisho, mistari ya mwisho nasema nendeni ulimwenguni kote. Sasa ile neno ulimwengu kwa tafsiri ya ndani zaidi ya kitaalamu sio Mungu aliumba earth, sio world. Mungu aliumba hii dunia, sio ulimwengu. Ulimwengu maana yake ni systems, vitu, namna zinazofanya kazi kwenye dunia Mungu aliyoiumba. Kwa hiyo Mungu anatuambia sisi, anawaambia wanafunzi wake ambao na sisi tunaingia humo, kwamba nendeni ulimwenguni. Maana yake nendeni kwenye channels tofauti za dunia zinazofanya kazi.
alafu kwenye hizo channels mkawafanye watu kuwa mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Umeona? Yeah. Kwa hiyo hizi social medias ndio vitu vinavyoharibu watu, lakini hizi social medias ndio vitu vinavyotengeneza watu pia vikitumika sahihi. Kwa sisi kama wanafunzi wa Yesu Kristo tunaenda kwenye ulimwengu, tunaenda kwenye social medias, kupitia humo tunavuna nafsi za watu. Ndio kuna watu wanaosikiliza mziki wangu ambao unalitaja jina la Yesu kupitia hizo social medias, na wengine wanaokoka, wengine wanaponywa. Kuna mama mmoja aliwahi kunipigia simu, alikuwa anashikiliwa na nguvu za giza, akawa ameplay tu wimbo ambao nimeimba chumbani. Kuna wimbo unaitwa Mungu Kama Wewe, akiwa peke yake na mwanae, na hizo nguvu za giza zilikuwa zinamtuma sometimes ananyonga watoto wake, anataka kuua, na wakaba. Yeah. Wakati huko ndani ameplay ule wimbo kama anajiburudisha, kumbe wimbo umebeba nguvu zile pepo. Sasa ile nguvu ya giza ikajidhihirisha na akafunguliwa. Ndo baada ya hapo ndo ananipigia simu, bana imekuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo unaona sasa ilivyokuwa social media zinavyotusaidia. Maana yake ingekuwa tu liimba kwenye jukwaa, kwenye uinjilishaji, kwenye ibada kama unavyosema mnaita, hafu hujairekodi, hujaiweka kwenye platform yoyote, isingekuwa hivyo kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana social media. Ni muhimu sana kabisa. Na wewe ni miongoni mwa wale wasanii wa kishua wanaona kabisa ndani na chumba, yani akikaa huko ni hatari. Mimi ni wakishua ila bado sijana hicho chumba. Bana ni wakishua watu wa Mungu bana, hata watu wa Mungu waga ni wakishua tu. Hatakagi unyonge hata kidogo. Ndio kabisa. Yaani bado tu sijafanya hivyo vitu. Ila with time vitakuwepo vyote, na ni malengo yangu kwamba unajua Mungu wetu anatakiwa apewe the best. Yaani kwa sababu mfano sasa hivi ukifuatilia kuna mapinduzi ya hali ya juu sana. Gospel music na wahudumu wa muziki wa injili wanapata nguvu sana, wanasikilizwa sana. Yes, sahihi. Lakini pia skills wako kwenye gospel, appreciation ya skills ni kubwa sana. Sio tu ile upako ni upo, lakini na skills pia zipo. Unasikia watu wa secular wana compliment kwamba bwana fulani wa gospel anafanya hivi, ana uwezo fulani, ana uwezo mzuri, wana admire. Yeah, kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na hizo equipments. Kuna Mennonite Church, kuna PAG Church. Kati ya haya makanisa kuna kanisa moja umeabudu. Ni lipi? Au yote? Nimeabudu PAG sana. PAG sana. Yeah, ingawaje nimelelewa Mennonite sana, kwa maana ya kuna kitu kinaitwa compassion. Yeah, Mungu alinisaidia kupitia hapo na nikapata msaada wa kunisaidia kwenye maisha. Kwa hiyo compassion nilikuwa niko PAG, lakini nimesali sana. Compassion nilikuwa niko Mennonite. Lakini PAG umeabudu sana hapo. Kwa mchungaji Elia ikawaje tena? Yeah. Mchungaji Elia. Nadhani kwa mchungaji Elia ilikuwa ni kanisa langu la kwanza kwenda mimi kama mtu mzima. Kwa sababu huku kwingine kote nilikuwa naenda kwa sababu nilikuwa namfuata familia mama. Kwa sababu PAG mimi wazazi wangu wamesali pale. Kwa hiyo baada ya kuondoka mimi nilirudi kwa sababu ya mambo ya kwaya na nini. Na ule na uhesabu bado ulikuwa ni utoto, kwa sababu nilikuwa sijui hata napata nini, naenda kwa nini. Yaani ulikuwa unafanya, ndio hiyo unasema pasi na wito. Yaani unafanya kwa ajili tu ya company. Vipo tu ndani. Unaweza kufanya. Lakini baada ya kuanza kupevuka kiakili sasa. Na kama nilivyosema mwanzo, au mambo ya wito, Roho Mtakatifu kuanza kuelewa ya mambo. Ndio kwa akili zangu nilienda kwa mchungaji huyo anaitwa Pastor Elia. Yeah. Na alifanya naye kitu kikubwa tu. Of course alinisaidia sana. Kuna watu wanasema kwamba wasanii wa gospel hii leo yuko anaabudu hapa, kesho yuko anaabudu pale. Ni kama wanatafuta maslahi. Ikoje? Inakuwa na ukweli. Of course kama mtu ana mama anakuwa na shida. Either anatafuta maslahi, lakini pia either ana shida yeye. Kama hapa, yani kama haelewi mazingira anayokutana nayo. Yeah, lakini mtu mwingine anaweza kawa anahama kwa sababu
yeye ndo ana shida, ila hataki kukosolewa na vitu kama hivyo. Hataki kuwa chini ya mtu fulani, kwa sababu unaposali sehemu manake uko chini ya mamlaka za hilo kanisa. Yes. Ambazo kuna viongozi, kuna hizo kamati na nini. Kwa mimi nilienda pale kwa mchungaji Elia baada sasa ya mimi kuwa stable kiasi. Yaani mimi sasa nimefanya maamuzi yangu, naenda kusali sehemu fulani. Ndio nilianza kusali kwa mchungaji Elia. Huku kwingine kote nilikuwa nafuata mzazi au familia. Okay. Huwa unaalikwa kwenye matukio ya kiibada. Saya. Tukio kubwa ambalo umewahi kualikwa nalo na wewe ukasema yes, ile ilikuwa ni stage ambayo ilikuwa imebarikiwa sana kwa maana ya wingi wa watu na kadhalika, na watu walielewa, yani watu walipata msaada kutokana na hiyo ibada hiyo siku. Ilikuwa ni wapi na nini? Sasa kwa mimi hizo ni nyingi zimeshatokea. Taka moja to the best. Yana ambayo inaweza ikawa imepishana tu kitu kidogo na hizo zingine. Sasa hiyo swali nao limekaa kwenye engo mbaya sana, ila niseme hivi, ni nyingi sana, ila nihitaje hii kwa sababu hizi ni kondo watu wazangu za mwanzo kabisa, wakati Mungu ananipa neema ya kutambulika, na naweza kusema hivyo, ambayo sasa maana yako nataka kutuambia kwamba ndo ya kwanza mwenye kusema yes, hii nime step up. Of course hiyo haikuwa ya kwanza. Ya kwanza kabisa hatari, haikuwa na watu wengi in search, lakini ilikuwa na impact kubwa sana, ambao hiyo ya kwanza ndio ilisababisha Mungu akanisaidia kupata hizi nyingine. Lakini nadhani niliwahi kuhudumu na Essence wakati hiyo, kuna wimbo tumeimba na Essence, Ninashuka Chini. Ile ibada ilikuwa na watu wengi sana, walikuwa wamejaa, yani walikuwa wengi kuliko kawaida, na nadhani nakumbuka ilikuwa ni ukumbi wa CCC pale Dar es Salaam. Ile kanisa lilijaa, ilifika point kuna watu walizuiliwa wasiingie tena. Siingie maana yake kuko full house. Yani kulikuwa hamna hata nafasi ya kutembea. Kwa mtu akiingia ameingia. Kwa hiyo ilikuwa ni massive, na nilikuwa sijawahi kusimama kwenye platform kama hiyo. Yani ilikuwa ni hatari. Kila kitu kimenyoka hivi. Yani watu walikuwa ni wengi sana. Okay. Dodoma inaonekana kama haina matamasha mengi ya uinjilishaji. Na mtu mmoja niwe kuzungumza naye ananiambia kwamba wanatamani pengine waanzishe platform, lakini inaonekana ni gharama sana kuperform kwa waimbaji wa nyimbo za injili kuliko waimbaji wa nyimbo zingine. Kwa sababu nyie CD ni kama hapana mtaki. Nataka vitu visikie. Unakuta solo zenyewe ni mbili. Bezi swi ni mbili. Vinanda vile inabidi sometimes watu watatu ndio wanapiga kila moja na kinanda chake. Sahihi. Ni kwa nini hakuna majukwaa? Of course kwanza naweza nikamkataa huyo mtu, sijajua yeye anasema kwa notion gani. Lakini kiwalisia hapa Dodoma gospel events ni nyingi kuliko events zozote. Ndio. Yaani event za kusifu, kuabudu ni nyingi kuliko event za secular. Sijui labda anaongelea hivi, sijui event anaitem vipi. Au yeye huenda azimfikie, yani yuko mbali nazo. Inawezekana akawa fuatilii. Ila events ni nyingi. Kwanza tu huu mwaka mimi hapa tu Dodoma hapa, mimi huu mwaka nimehudumu sana Dodoma kuliko mkoa mwingine wote nani Tanzania. Na hapa tu Dodoma nimehudumu zaidi ya event 10 mwaka. Huu mwaka tu. Maana yake almost kila mwezi ulikuwa na event. Yani karibia, nikisema nianza kuzihesabu hapa ni zaidi ya event 10 na kubwa. Huu mwaka kuna watu wengi, watumishi wengi wametoka nje wamekuja kufanya hapa. Lakini wenyewe hapa ndani tumefanya ibada. Mimi mwenyewe nimefanya ibada this year. Umeona? Na marafiki zangu wengine wamefanya. Kwa hiyo ibada zimekuwa nyingi. Ziko nyingi. Last week nimetoka kuhudumu ibada Jumapili juzi tu hapa. Lakini hiyo Jumaa ngapi? Jumanne yake. Jumanne wiki iliyopita kama sikosei, nimetoka tena kuhudumu kwenye ibada. Kwa hiyo ibada ziko hivi. Ziko rundo. Yeah. Unadhani nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa wasanii wa Dodoma kuwa na unity? Kwa sababu inaonekana pia wasanii wa Dodoma ni kama communication haiko vizuri sana, ni kama watu wanajifanyia, yani wanafanya kama individual. Okay. Mtu anaandaa shughuli yake au watu fulani wanamhaya mtu fulani pasina kupitia. Kwanza unaamini kupitia kwenye umoja wa wasanii? Yeah, naamini. Dodoma ipo. Kwa mna umoja wenu? Yeah, tuna umoja. Ni wasanii au wasanii wa gospel? Wa gospel. Sio wasanii, kwa sababu
Kiuhalisia sisi tunafanya sanaa, ila unajua sipingani na neno msanii, ila kwenye jamii ya Kikristo ukisema msanii mara nyingi inakuwa inachukuliwa tofauti. Ingaje sisi tunafanya sanaa. Yeah. Wewe msanii inachukuliwa vibaya. Ingaje sisi tunafanya sanaa na mtu yote anayefanya sanaa ni msanii. Ila sisi sanaa yetu tumeiwekea upako. Mungu ametupa kuiwekea upako. Kwa hiyo inakuwa developed, ndio maana tunaitwa ministers. Kwa sisi tuna umoja wa tuseme nini, wahudumu wa muziki. Kiuhalisia hatutaweza kuchangamana na wasanii wa kawaida wa kidunia. Haitawezekana. Tutakuwa tuna compromise. Yaani ili uchangamane nao inabidi either wewe uswitch kwenda kwao au yeye switch aje kwetu. Kwenye swala hilo la kimuziki hatuwezi kabisa kuchangamana, labda kwenye maisha tu ya kawaida tusalimiane, tunakutana kijamii, sisi sio adui. Tunaenda mwaka 2026. Endapo Mungu akitupa neema ya kuona. Mipango ikoje? Mipango iko makini. Iko vizuri sana. Tumejipanga kuongeza events au tumejipanga kwenye nini? Of course, mwakani tunahitaji sana tumtumikie Mungu mno na kufanya ibada nyingi sana, nyingi ya watu tukutane tumwabudu Mungu mara nyingi sana. Na mambo mengine makubwa sana ambayo Mungu atatusaidia kuyafanya mwakani. Bana, hayo ni ya ushindi. Leonard ametuambia mwakani jambo kubwa ni kumtumikia Mwenyezi Mungu. Sahihi. Sisi MSN Tanzania kupitia The Convo tunaenda kumaliza mwaka na yeye mtumishi wa Mungu. Nataka kuamini kwamba sisi tumetangulia na mwakani na sisi tutakuwa ni muendelezo. Una nyimbo yako ambayo inatamba sasa hivi. Mwana Kondoo. Tupe kionjo bana. Watu wachaje, watu wanataka, umetuambia kuna mtu aliburudika, alibarikiwa na aliponywa. Sahihi. Kabisa. Mponye mtu ambaye anatutizama tafadhali kidogo. Okay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sifa kwa Mwana Kondoo, Mwana wa Mungu. Yeah. Umeketi Baba kwenye utukufu mwingi, nikikutazama wewe nabadilika. Hivyo tu. Nikikutizama wewe, yes, mimi nabadilika. Maana yake wewe ni taswira ya ufalme. Tupe neno la mwisho wetu wake brother. Kwanza niwashukuru kwa kunikaribisha hapa. Naamini kuna makusudi ya Mwenyezi Mungu, lakini niwatakie watu wote heri ya Christmas na mwaka mpya. Lakini pia 2026 tumtake Mungu sana. Tumhofu Mungu. Mungu atuponye through all tumepitia mengi binafsi na kama familia, unaweza kukuta kama taifa. Lakini mfariji wa yote ni Mungu. Lakini pia msisahau kusupport kazi za Mungu, kujiengage kwenye kazi za Mungu za aina zote. Sahihi. Na Mungu atatubariki kabisa. Amina. Watu wakitaka kukufuata mahali ambako unapatikana sana, ni wapi ukitaka kuja kuabudu na wewe? Mimi nasali kanisa linaloitwa VCC. Liko chini ya CAG, Calvary Assemblies of God. Kituo kinaitwa VCC, yani Victory Celebration Center. Kwa hiyo ukitaka kunipata ni hapo tu, hapa Dodoma. Hapa Dodoma. Liko maeneo gani kanisa? Kwa maeneo ya Imagi hapo. Okay, kwa mchungaji Bishop Baraka Kihoza. Mchungaji wangu kabisa. Kwa hiyo pale ukitaka kunipata kokote na bure. MSN kutoka The Convo hatuna la ziada. Nimekwambia tunakufungia mwaka na tunakufungulia mwaka. Tuko 2025, lakini tuna imani kwamba 2026 itakuwa ni yenye baraka kwako, kwa sababu ametuambia ukimtumainia yeye
basi amini kila kitu kitakuwa vizuri. Niko na Musa Mtawere nyuma ya kamera. Mimi ni Ndaisenga Rogers. Thank you.